kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Jambo mara tena mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba mzima wa afya na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Uchambuzi ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu leo hii, ripoti za waandishi wetu kutoka na mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo. Nitasaidiwa mitamboni na Antoine Malash na kualika kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wa habari zetu kwa kina, hebu fuateni habari muhimu ambazo za leo za somwa na Bi Grace Pascal Lidi. Karibu. Asante sana Safari Alimasi. Leo katika habari muhimu tutaanzia ndani ya jiji la Baraka ambako shirika jipya la raia mjini Baraka limetaja kupongeza jeshi la taifa FARDC kwa jitihada walizozifanya ili kuwashika washtumiwa wa majambazi wawili pamoja na silaha 3 aina ya AK-47 walizokuwa nazo katika kata ya Baro mjini Baraka. Kule jimboni Kivu Kaskazini, baada ya tume huru ya uchaguzi seni nchini DRC kuwaruhusu wabunge wa tarafa la Ruchuru na Masisi kuendesha kazi zao za ubunge kama hapo awali licha ya uchaguzi kutokufanyika eneo hilo, hatua hiyo imepokelewa tofauti na raia wa eneo hilo pamoja na wafanyasiasa. Hivyo ni kutokana na usalama mdogo unaendelea kuripotiwa katika tarafa hizo mbili. Na mwishowe ni kule jijini Kinshasa ambako askari jeshi 8 wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wamejeruhiwa katika shambulio dhidi ya kituo chao kipatikanacho Pasake jimboni Kivu Kaskazini Jumamosi ya tariki 16 Machi mwaka 2024. Na ni hayo tu kama habari muhimu Safari Alimasi. Asante sana Bi Grace Pascal Lidi kwa usomaji wa habari muhimu. Na sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianza na hapa katika mji wa Baraka na taarifa isemazo kuwa shirika la wamiliki wa duka za dawa tarafani Fizi na mji wa Baraka Iprofafi kwa ufupi limeomba kwa wateja wao kuwa watulivu kutokana na kupanda kwa bei ya dawa za kutibu macho wakati huu wa ugonjwa wa Apollo, kwani kwa mujibu wao ni kutokana na kupanda kwa bei sehemu za kurangulia. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Wilonja Nondo Mambafar, kiongozi wa wamiliki wa duka za dawa tarafani Fizi, amesema kuwa kupanda kwa bei si Baraka tu bali ni Kongo nzima, na hivyo ni kutokana na serikali ya DRC kutokuwa na viwanda kama anavyoeleza. Magonjwa ya conjonctivite banaita Apollo kwanza iko facultative. Iko kitu ilikuya, iko sisi ba farmasi ndio tulileta. Kila fasi iko, uende Burundi utaikuta, uende Tanzania utaikuta, uende kila fasi mwetu mu Kongo utaikuta, ende Goma unaikuta, Bukavu iko, Uvira iko, hapa Baraka iko. Ni kusema kama bakisema sisi tunapandisha dawa, sisi hatukuwake na maizini ya dawa, hatukuwake na maizini, tunarangua na sisi fasi zingine. Na kufuatana ile magonjwa napiga presque quasi totalite ya population ya Kongo, na ndo nakuta hata kule kwetu kunarangulia nako balipandisha bei, bale tunaranguliaga ba madepo ndo banapandisha bei. Na wakati bakisha pandisha bei kule, na sisi lazima ni lazima inabidi na sisi tunapandisha bei. Ndugu yangu, kitu ya kwanza mimi yenye mimi na kondani ni serikali yetu ya Kongo. Muma inchi zenye ziko organize, serikali inakuwaka na viwanda vyake peke. Kwa sababu serikali ikikuwa na viwanda vyake, mimi paracetamol serikali ikifanya 200 francs congolais, mie wa privé sitaifanya 500 francs congolais. Nitafuata ile bei ya serikali. Recommandation ya kwanza ni kujikaza kwanza kwa gouvernement ya Kongo bakwe na kuwa na viwanda, wakati biko na maizine ziko natosha madawa, dawa zinapasha shuka bei. Ya pili naambia population yetu ya Baraka na kando kando yake, vraiment watuelewe ni kufuatana magonjwa. Hata ule mfarmasie na yeye anagonjwa na yeye,
hawezi penda panishe bei, lakini bei ni kufuatana kwenye sisi tuko na langulia. Kwanza tukienda par exemple vile dawa ya Shaldex iliisha madepo zote kuanza Goma, Bukavu na Uvira. Wakati inaisha kule, sisi tutafanya nini hapa? Tutairangulia wapi? Na kule ndio tunarangulia. Ni kusema kama mwaele madepo zebiko na rangulisha dawa za maprive njoo zenye zilikosekana kuna, ndio maana huku nako zilipanda bei. Ni vitu sana vile, na kwa serikali na kaza sana. Ukikuta leo Mkongo madepo farmaceutike zote bale benye banazimiliki ni baenje ni ba chinois, tunajiuliza eske masomo yenye baganga balisomaka tuko na badokteri na badokteri banamaliza mafarmasi huku biko na kazi gani? Na serikali ijikaze sana ikuwe na kuwa na viwanda vya madawa, ile itasaidia kwa madawa pia kushuka bei. Daima katika mji wa Baraka, shirika jipya la raia mjini Baraka limetaja kupongeza jeshi la taifa FARDC kwa jitihada walizozifanya ili kuwashika washtumiwa majambazi wawili pamoja na silaha 3 aina ya AK-47 walizokuwa nazo katika kata ya Baro mjini Baraka. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Jacques Bongolo, mratibu wa shirika jipya la raia mjini Baraka, amesema kuwa ni jambo la kupongeza kuona jeshi la taifa FARDC linafanya jitihada kwa ajili ya kuimarisha usalama ndani ya mji wa Baraka kama anavyoeleza. Ndiyo ndugu mtangazaji, tumeweza kupata habari kama FARDC ilimeweza kutia mikono kwa wahalifu wawili ambao walikuwa wakishikilia silaha kinyume cha sheria. Nawaza kama kila mara tunakuwaka tunapanda kwenye radio kukondania maakte za barbari zenye ziko zinafanyika katika jiji letu la Baraka, kama vile mauaji ya kuvizia, ile kuingiliana manyumbani usiku kama vile mchana, na hiyo inakuwa hali ambayo inakwenda kutokera sana. Na neno letu ambalo tunakuwa mara kwa mara tukiliongea ni kusema kama bandi wanakwenda kuopere librement na wanaenda bila kukamatiwa na vile vitengo vya usalama ambavyo vinastahili kufanya kazi kwa ajili ya kuweza kukinga raia na mali yake. Na tuliposikia kama jeshi limeweza kuweka mikono kwa wale wahalifu ambao walikuwa na silaha, mmoja alikuwa na silaha 2, mwingine alikuwa na silaha 1, donc kwetu ni jambo ambalo limeweza kutupatia nguvu kidogo kuona kama kumbe wanakuwa wakitumika zimoya siku kwa ajili ya kuweza kukinga ile population na mali yao. Vile gisi tumeweza kusikia ile information, tulipana vraiment message yetu ya felicitation kwa ile equipe yenyewe iliweza kufanya ile kazi na kuendelea kuambia waendelee kutumika kwa ajili ya raia. Wakati watu wanakwenda kuporwa, wanakwenda kuuliwa, na wakati ankete zinafanyika na zinakwenda kubana wale ambao wamekwenda kusika kwa njia moja wala nyingine kufanya vitendo vya namna ile, donc population itaweza vraiment kupana confiance kwa kiwango kikubwa kwa zile services za security. Na ikiwa wafanyi tena vile, donc ndio maana unaona confiance na kuwaka haimarike parce que tunaona comme si peut-être kuko complicité et pourtant utakia kutana ile complicité haiko parce que hawakuweza kufanya kazi vizuri. Mwishowe ameomba raia wa mji huu kushikamana bega kwa bega na vitengo vya usalama na kuendelea kutaja watu wanaokisiwa kuwa wahalifu kama anavyorejea mara tena. Ndiyo ndugu mtangazaji, kwa ajili ya swala hilo, unajua wenyewe wanakuwa wa victim wa ile vitendo ni raia, wenyewe wanakuwa wanauliwa ni raia, na wenyewe wanakuwa wanapora mali zao ni raia. Na wakati raia ulijua mtu mwenyewe aliweza kuuana, ulijua mtu mwenyewe aliweza kupora mali ya mtu mwingine na unakosa kumudenonce na unamjua, donc itasemekana kama na wewe ulicontribute, na wakati una contribute ule mhalifu hata ishia tu kwa ule mwenyewe aliweza kuangamiza par exemple. Na leo aliua ndugu yako, uswati kesho aliingilia ndugu yako mnyumba, siku zingine hazitakuwa tena za wale benye baliweza kusibire ile barbari mepito hata vifanya kwa watu wengine. Na ndio maana tunasema kama implication ya kila mmoja kwa ajili ya kudenoncer wale wahalifu inakuwa vraiment maana sana. Usijua habari mubaya na ikalie ile habari bila kuipana kwa wale ambao wanaweza kufanya kazi zaidi porque vitendo vya namna ile viweze kukomeshwa. Osi tutaweza kutia confiance yetu ku vitengo vya usalama wakati sie tulidenoncer na wakafanyia ile kazi yenyewe tuliweza kudenoncer, walishughulikia yani. Unaweza denoncer kisha tena kesho wafike unajua mtu mwenyewe alikustaki kwetu ni fulani, donc ile nayo haikuwake vraiment ya maana zaidi. Donc tuungane na vitengo vya usalama, tu denoncer wahalifu pour que tu permettre ile mavitengo kuweza kufanya kazi kwa ajili yetu. Ile mais surtout de toutes les façons vraiment tunaremercier kazi yenye FARDC imeweza kufanya kuweka mikono kwa wale wahalifu, na isikue mwisho waendelee kufanya vile parce que wakiendelea kufanya vile watakuwa vraiment na confiance na population yote ya jiji letu la Baraka na kando kando mwake.
Tukiachana na habari za mji wa Baraka, tujielekeze katika mkoa wa Manyema tarafani Kabambare. Shirika la raia maeneo ya tarafa ya Kabambare jimboni Manyema limeomba viongozi wa kijeshi kuangalia namna ya kumaliza unyanyasaji unaoendeshwa dhidi ya raia wa kijiji cha Maembe ambako raia hao wanalipishwa pesa 2000 za Kongo mbele ya kuvuka kizuizi cha wanajeshi. Mwenzetu wa huko Misisi Masemo Balole Valente amefuatilia taarifa hizo kwa ukaribu na kutuandalia ripoti ifuatayo. Shirika la raia la NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta Babuyu tarafani Kabambare mkoani Maniema imeenda kuwashtaki tangu hii siku ya Jumamosi 16 Machi wanajeshi wa taifa FARDC kwa kuweza kuwanyanyasa raia kupitia barabara namba 5. Kulingana na koordineta wa shirika hilo Bwana Amisi Kaongo, ameonesha kwamba wanajeshi ambao wamewekwa maeneo hayo wanaendelea kuwanyanyasa raia kwa kuweza kuweka vizuizi na kuomba pesa 2000 kwa kila yeyote atakayevuka kizuizi. Mtangazaji, kwa majina naitwa Kaongo Amisi, coordinateur sectoriel de la nouvelle dynamique société civile NDC Chumvi ya Kongo msekera Babuyu. Shirika la raia tunaalani vikali kitendo cha unyanyasaji wa jeshi letu la FARDC yenye inaongoza vijiji Tuki, Kipupu, Maembe, Musochi. Ça fait longtemps que population iko na souffrir de tracasserie kulipisha makuta mbalabala. Population a circulé librement. Tunaiwa bien que soda iko pala kuchunga raia na mipaka ya nchi. Mais mshango mkubwa kutoza makuta mbalabala inakuwa business na population kama anapita mbalabala anayoki kwa tembea mpei yake anapata gwa libre. Mais ce n'est pas le cas pour Msekera Babu, surtout village Tuki, Kipupu, Maembe, Musochi. Pour que upite kama na 2000 francs uko tabase torture mfaso mwenye iko supportable. C'est pourquoi tunalomba kwa viongozi vya FARDC viangalie combien de fois ya kutuma viongozi wanaofaa jua kusekirize ku respecter code militaire, jua kusekirize population yetu. Tulisouffrir sana depuis 2023 na ile mater sorte ya matracasserie. Aujourd'hui nous sommes en 2024, ama bakamati ma disposition tutafanya manifestation selon constitution inaordonné na yua bien que constitution na permettre kama l'etat la China ukamata ma disposition za population inapasha kujimanifester selon katiba ya nchi. Merci. Fahamike ya kwamba tu miongoni mwa raia wanaoishi maeneo ya Msochi, Kipupu na Maembe, wengi wao wakiwa ni wakulima. Nikiripoti kutoka Misisi, Masemo Balole Valentin kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Masemo Balole Valente kwa ripoti hiyo. Na sasa nampisha mwenzangu Omar Makelele Ozil kwa kutujuza yapi aliyojiri kwenye ulimwengu wa soka. Asante sana Safari Alimasi Dilwe kwa kuweza kunipatia fursa kuletea wasikilizaji habari za michezo. Tuanze katika mji wa Baraka. Ni kwamba wiki ya kwanza michuano ya City iliweza kutimua vumbi katika uwanja wa Maendeleo ambako mechi mbili zilishuhudiwa kupigwa. Majira saa 7 kamili ES Muungano wa Mwandiga waliweza kuwatambia bao 1-0 vijana wa FC Nia huko katika sekta ya Tanganyika. Vile vile majira saa 9 kamili Ose Masanzi Chinjaua waliweza kuwachinjilia vile vile timu ya FC Nouvelle Generation kutoka huko Ubwari maboma 6-1. Lakini kocha wa FC Nouvelle Generation ametaja kuwa kipigo hicho kimekuja kikulingana na uwanja ambao ulikuwa hauko vizuri upande wa wachezaji wake, lakini huyu ameahidi kuwa ataweza kufanya vizuri na ataendelea kusonga mbele hadi katika jiji la Bukavu. Lakini vile vile mechi hizo zitaweza kuendelea siku ya pili pote katika tarafa la Fizi, eneo za Katanga, Sebele huko na Fizi Center. Ila mechi kati ya FC Flambora dhidi ya Saint Joseph siku ya pili majira saa 9 kamili imeweza kuahirishwa kutokana kuwa timu ya Saint Joseph inatoka Lulenge na bado haijafika. Kwa hiyo mechi hiyo itapigwa siku ya 4. Ila hiyo siku ya pili katika uwanja wa Maendeleo kuna mechi moja ambako timu ya FC Achimu watapambana dhidi ya DC Mapendo Jalilo kutoka hapo Kaseke majira ya saa 7 kamili za mchana. Lakini vile vile huko katika bara la Ulaya, Safari katika nchi ya Ufaransa, ligi hapo Ufaransa Ligue 1 iliweza kutimua vumbi ambako timu ya Brest walitoka sare ya 1-1 dhidi ya vijana wa Lille, huko timu ya Monaco wakatoka sare ya 2-2 dhidi ya Lorient. Clermont Foot wakaweza kuwatambia mabao 2-1 vijana wa Le Havre, huko timu ya Reims vile vile wakapata ushindi katika uwanja wa nyumbani mabao 2-1 dhidi ya vijana wa Metz. Huko Italia maarufu Calcio ni kwamba timu ya Juventus walitoka sare ya kutofungana dhidi ya Genoa, huko timu ya Hellas Verona wakaweza kukiona cha mtema kuni mbele shangazi bila mjomba kwa kutambiwa mabao 3-1 dhidi ya vijana wa Mila AC. Na katika michuano ya FA Cup hapo nchini Uingereza, timu ya Chelsea Blues waliweza kuwatambia timu ya Leicester City mabao 4-2. Ni hayo tu katika habari za michezo. Asante sana Omar Makelele Ozil kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza vyema uchambuzi wa habari zetu toka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu. Tunatangaza kwenye masafa ya 93.0 FM.
kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa ni habari za kitaifa. Askari jeshi wane wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wamejeruhiwa katika shambulio dhidi ya kituo chao kipatikanacho Pasake, jimboni Kivu Kaskazini, Jumamosi ya tariki 16 Machi 2024. Mwenzetu Baumesa Di Francois ametuandalia ripoti ifuatayo. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bintu Keita, amelaani vikali shambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO lililotokea tarehe 16 Machi katika eneo la Sake, jimboni Kivu Kaskazini. Matokeo ya shambulizi hilo ni walinda amani 8 kujeruhiwa, wakati ambapo mmoja akiwa katika hali mahututi. Waanga hao walihamishwa kwa haraka na kwa sasa wanaendelea kupokea huduma ya kiafya ipasavyo, amehakikisha mkuu wa MONUSCO. Kiongozi huyo ametaja kuwa tayari kuunga mkono uchunguzi wowote unaokuwa na lengo la kubaini wahalifu mbele ya mahakama za kitaifa au kimataifa. Hapo nyuma, msemaji wa jeshi la Kongo katika eneo la Kivu Kaskazini, Luteni Kanali Guillaume Njike, alitangaza kwamba walinda amani hao wamejeruhiwa na risasi zilizorushwa na jeshi la Rwanda ambalo lililenga kituo cha MONUSCO cha Sake wakati wa mapigano kati ya FARDC na M23 wakishirikiana na jeshi la Rwanda tarehe 16 Machi 2024, imeeleza Radio Okapi. Licha ya shambulizi hili, Bintu Keita amedhibitisha dhamira ya MONUSCO pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama vya Kongo kuimarisha doria za pamoja ili kulinda idadi ya raia. Kwa wiki kadhaa, walinda amani hao wametumwa kama sehemu ya Operation Springbok huko Kivu Kaskazini, ambapo MONUSCO na vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinatekeleza operation za pamoja. Asante sana Baumesa Di Francois. Hivi sasa ni habari za mikoani, tukijielekeza huko Butembo, jimboni Kivu Kaskazini. Baada ya serikali ya DRC kupitia Wizara ya Sheria kutoa na kutangaza sheria mpya ya hukumu ya kifo, hatimaye mbunge wa jimbo la Kivu Kaskazini mchaguliwa wa jiji la Butembo Mbeze Yotama ametaja kupongeza hatua hiyo, kwani nchi ambayo inajaa wahalifu kama DRC, sheria hiyo itatoa funzo kwa wahalifu wengi. Mwenzetu wa Butembo Zangos Muviswa Kapuni ametuandalia ripoti ifuatayo. Bwana Mbeze Yotama azani kwamba sheria ya adhabu ya kifo itakuja kuwaletea oga waasi wengi, kwa kuwa kati yao wengi walihukumiwa na pia wakisubiri watolewe kigerezani. Nous avons toujours été de ceux qui pensaient que la peine de mort servait. Kila mara sisi tunazani kwamba adhabu ya kifo katika nchi yetu ni moja ya hukumu zinazoweza kusaidia, kwa kuwa nchi yetu imepitia misukosuko mingi, vifo, mauaji, machinjo. Watu wamehukumiwa lakini wanasubiri tu kutoroka gerezani au kupata neema kutoka raisi. Ni kwa hiyo tunazani kwamba adhabu ya kifo jinsi vile imetangazwa itasaidia kabisa kukomesha majanga makubwa ambayo watu wameyafanya katika nchi yetu, na jambo hili lisije ili likafanye sasa watu waonane vibaya katika siasa, kwa kuwa huyo alinifanyia hiki, ni kwa hiyo nimtendee hiki ili ahukumiwe adhabu ya kifo. Jambo hili linaweza kusaidia ili watu mbalimbali wanaofanya wasi wa kome. Rais wa Kongo ni sharti ahakikishe kuwateua mahakimu wanaoweza kufanyia kila mtu haki, ili wasiokuwa na hatia yoyote waepushwe na adhabu hii. Na tunazani kwamba pia rais wa Kongo akiwateua mahakimu wanaoitendesha haki katika nchi hii, mambo yote yatakuwa sawa, kwa kuwa kuna pia mahakimu ambao wanafanya kazi kwa ajili ya huyu na kwa ajili kazi ya huyu. Akifanya wateua mahakimu watakaofanya haki kwa kila mtu, jambo hili linaweza kusaidia watu wote na kuwapiga watu wote wanaofanya uasi. Tujulishe kwamba ni tangu 13 Machi mwaka huu ndipo waziri wa haki Mutombo Kiyese Rose alisahihisha barua inayotangaza wazi kwamba adhabu ya kifo ifanyiwe kila mtu
yoyote atakayeanguka katika makosa makubwa kulingana na wito wa kikao cha mawaziri cha 124 kilichofanyika tarehe 9 Februari mwaka huu. Tukumbushe kwamba ni tangu mwaka 2003 ndipo adhabu ya kifo haikufanyiwa kazi kwa kuwa serikali miaka ile haikukubali. Butembo, Nzangusu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tusalie tu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Baada ya tume huru ya uchaguzi seni nchini DRC waruhusu wabunge wa tarafa Ruchuru na Masisi kuendesha kazi zao za ubunge kama hapo awali, licha ya uchaguzi kutokufanyika eneo hilo. Hatua hiyo imepokelewa kitofauti na raia wa eneo hilo pamoja na wafanyasiasa. Hivyo ni kutokana na usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa katika tarafa hizo mbili. Radio Kivu Goma, tunajiunga naye Jimmy Shukrani Bakomera kwa mengi zaidi. Haya yametokea muda wa miezi mitatu baada ya uwepo wa uchaguzi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchaguzi ambao haukuwepo wilayani Masisi na Ruchuru, eneo mbili za Kivu Kaskazini ambazo zakumbwa na vita kali kati ya jeshi tawala FARDC na waasi wa M23. Wanabunge wa wilaya za Masisi na Ruchuru wakubaliwa sasa kuendeshwa kazi zao za ubunge kwa ngazi zote za nchi kama vile ilivyokuwa kwa waliochaguliwa katika wilaya kadhaa za DRC ndani ya uchaguzi uliopita wa 20 Disemba 2023. Hatua hii iliyotolewa na mahakama makuu pia uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokelewa kitofauti katika fikra za wakaaji wa Goma, Masisi, Ruchuru vile na wanasiasa kuhusiana na hali ya usalama mdogo unaodhidi piga fora mashariki mwa nchi. Miongoni mwa wanasiasa wa eneo hizo mbili wana mashaka, ila wamoja waamini kwamba hatua hii itabadili hali ya usalama katika eneo husika. Eric Gashango ni mwanamemba wa chama Assemble pour la République chake mwanasiasa Moise Katumbi humo jimboni Kivu Kaskazini. Kwa upande mmoja inaweza kuwa ni mzuri kwa sababu unaona hizi territoire mbili zinakumbwa na shida, na kubaki hivyo bila kuwa na wa speakers na wa porte parole wa peuple na wale wa depute na waza nayo haiwezi kuwa mzuri kabisa. Hatua hii imeridhisha baadhi ya wakaaji wa Kivu Kaskazini, hata wanasiasa ambao walichaguliwa na raia. Miongoni mwa vijana wa Kivu Kaskazini ambao walimwandikia kiongozi nchini wa tume huru la uchaguzi seni ili aweze kuendesha uchaguzi kwa ngazi zote katika wilaya za Masisi na Ruchuru wameonekana kuridhika pia. Huyu hapa ni Hodari Muhawe Darius, kiongozi wa vijana wenye vision jimboni Kivu Kaskazini. Tuna haki ya kusikilizwa katika Assemblée Nationale, na hiyo ndiyo inasababisha Cour constitutionnelle ipate kuvalide hao wa députés provinciaux na hao wa députés nationaux, ili wa sauti za raia, sisi ambao tunatesa katika makampi, sisi ambao tunakimbia mara na mara, tupate kuwa na wale wa representants wale ambao watatutetea katika Assemblée Nationale. Wakaaji wa wilaya Masisi na Ruchuru wasubiri kuona hali tulivu ikionekana katika eneo zao, ila wamoja wabaki bila kuwa na msimamo wote kuhusiana na uamuzi huu wa mahakama makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayorejesha wanasiasa hata wanabunge wao katika kazi. Upande mwingine, shirikisho la vijana wilayani Masisi wanaopigania haki na maendeleo waomba serikali ya Kinshasa kushimika rasmi wanabunge hawa na kuingizwa kazini haraka iwezekanavyo. Ndivyo azungumza hapa Claude Rugo, kiongozi wa shirikisho hilo. Na sisi kama vijana wa Masisi tuko tunaomba vile vile implication totale ya president de la Republique ili aweze kuactive mambo yote, wale wa depute wa Masisi na wale wa depute wa Ruchuru waanze kusiege pamoja na wengine, ili shida za wakaaji wenye wako wanateseka, wamingi ni wakimbizi, ziweze kufika vile vile ndani ya Assemblée Nationale. Hali hiyo ilisababishwa na usalama mdogo uliojitukuza mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, hivyo ikapelekea kufungwa kwa bunge la jimboni Kivu Kaskazini na Ituri. Goma, Jimmy Shukrani Bakomera, Radio Kivu Baraka. Tukiachana na habari za jimbo la Kivu Kaskazini, hivi sasa tujielekeze katika mkoa wa Tanganyika huko Kongolo. Ni kwamba mtu mmoja ameshikiliwa na askari polisi kwa shutuma za kutapeli watu kwenye simu, huku akiwadanganya kwamba atawapa makazi katika tarafa ya Kongolo jimboni Tanganyika. Shaban bin Ibrahim ni mwanaripota wetu wa huko Kongolo, anatujia na ripoti kamili. Mtu mmoja ameshikwa na askari polisi kwa kushtumiwa
kwenda kuwadhulumu raia wa maeneo hiyo pesa zao, kwa kuwaambia ya kwamba atawapa makazi katika maeneo haya ya tarafa ya Kongolo. Mtu huyo ametokea ni huku Goma. Katika mafasirio yake aliyoizungumza mbele ya askari polisi fasi ambapo walikuwa wamesikilizwa, swala ya kujua kwa sababu gani watu wanaendelea kumdai mali hiyo, yu hapa kahakikisha mwenyewe. Mimi jina langu Abula Kombe Arthur. Nilipatikana hapa jana mukupita, ndio nikakutanana na mtu mmoja ambaye tuliongea juu ya mambo ya kazi. Kuna pesa alitoshaka, ndio tukakutanana, akalomba ile pesa. Ni kazi gani? Ilikuwa tu ni Charité de Bénévoles Chrétiens, banaita CBC, ni association inaevre Goma, inaevre na Bukavu. Sasa ilikuwa na programe ya kukuya na munivo ya huku Kutanganyika mwa hii Mars. Alors njo tulikuwa tuko tuna prepare batu benye banaweza fanya ile terrain, njo mwile cadre ilikuwa ni hapa Kongolo, haiko Goma. Kulisha kuwa omwe 2 semaines huyo mtu, wakati tulikutanana naye mbele yake kulikuwa wengine wenye tulikuwa tulishakutanana nao. Huyo mtu alikuwa anadai pesa zake zilikuwa ni 15000 francs, lakini kulikuwa wengine nyuma yake wenye yeye alileta nao walikuwa anadai 15. Na ile yako ni mkadre ya kanisa ya association? Ni mkadre ya makanisa kusaidia ba personnes vulnérables na ba enfants abandonnés. Na mambo yenu iko rekoni na leta? Bon, tasema mu niveau ya hapa hapana, parce que mu niveau ya hapa ilikuwa haiyakuwa installé. Na ni watu ngapi hivi tajari wenye mlikuwa shawapokea? Watu ambao tulikuwa tulishawapokea ni watu 12. Mwili 866,000 ni ngapi nyewe unajua kama ndio nishapokea? 380,000. Hivi wanafikia kukufikisha huko polisi ni kwa sababu gani, na nini mlikuwa mnapanga kusubiria kazi? Wanafikia kufika hapa kwa sababu vitu havikuanza. Hiyo niko mwa hii avenue hapa ya avenue ya Luambai. Na wewe tangu ulikuja Goma na unafika hapa Kongo na kwa siku ngapi hivi sasa? Hapa ninakuwa na miezi 2.5. Duru yetu kutoka askari polisi, watu ni wengi katika maeneo ya tarafa Kongolo ya kati pamoja na kando yake, kwani alikuwa ameenea kila pahali fasi ambapo alikuwa amechugua watu pesa hizo, na huko yeye hana na kazi yoyote anaweza kuwapa raia wa maeneo haya ya tarafa ya Kongolo. Wakati huu tunazungumza yuko katika vibambazi 4 vya jela katika maeneo haya. Nikiripoti kutoka Kongolo, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya RCK Baraka. Asante sana Shaban bin Ibrahim kwa ripoti hiyo. Tukamilisha uchambuzi wa habari zetu na huko Kalemi, mji mkuu wa jimbo la Tanganyika. Ili kupiganisha ukosefu wa usalama mjini Kalemi, serikali ya jimbo la Tanganyika imeweka mataa kwenye barabara ya Jumbo hadi Katrekwe tarafani Kalemi jimboni humo. Radio Kivu Kalemi tunajiunga naye Olombo Dide Doctor kwa mengi zaidi. Ikianzishwa tangu weekend iliyokuwa napita, kazi ya kuweka mataa barabarani kwenye njia kutoka Jumbo hadi Katrekwe, ikiwa wazo lake serikali ya jimbo la Tanganyika kupitia wizara jimboni kihusika na masuala ya nishati, inakuwa inaendelea vizuri. Mradi huu wa manufaa ya kijamii, kufuatana naye Commissaire General akihusika na sekta ya nishati upande wa jimbo la Tanganyika, anaeleza kwamba unakuwa na lenga sio tu kuangaza upande huu wa njia kwa ajili ya kusaidia hali bora ya matembezi mida za usiku, lakini vile kuchangia kwa kupiganisha uwepo wa kesi ya ukosefu wa usalama kutokana na giza inayokuwa na tanda maeneo kama na hizo. Hiyo kazi iko nafanyika kwa njia ya Jumbo. Nadhani inatoka kwa wizara yetu ya inayohusika na viwanda, nishati na hidrokarboni, ambayo tuliona kama giza ilipita sana kwa manjia za mingi ndani ya mji wa Kalemi. Ni taleta mfano ya njia inatoka kule Monisco, kule kulikuwa baadhi ya Monisco zamani kwenda Yuluti, njia yote ya Filtizafu ni giza, inapita sana usiku, na watu wajambazi wanakuwa na kamata watu na kuwanyang'anya matelefoni, wengine kuwanyang'anya mapesa. Tunabeba njia hii inatoka post inaenda kufika paka ku RTNC, njia iko nayo mugiza sana kabisa, na unajua kama ni njia iko na mabonde, iko na tumilima,
Kama hakuna éclairage na huku ngambo hakuna kusekuko magarde-fou, mtu anawezi kuja wakati mmoja anaanguka na moto anaenda kuangukia mshimu na inamuletea shida kabisa. Donc manjia iko ya mingi, tulibeba Katambua, tuliweka mu projet, tulibeba hii yetu ya hopital general kwenda kunyoloka kule tunaweka. Donc c'était une façon ya kusema tuone gisi gani tunaweza kuleta mwangaza, hata kama tuwezi kuleta mwangaza kwa kila nyumba, lakini maaveni iko éclairé. Kama manjia inakuwa éclairé, inaweza hata kama inaweza kudiminuer hata to ya bwizi, to ya bujambazi na to ya insécurité. Jo kwa maana tuliwahi kufanya bintu kama vile mko naona leo matala yuko na waka munjia yetu ya kutoka Jumbo hadi 4 coins. Gaspar anahuzunishwa kuona kwamba hadi sasa kufanyikishwa kwa mradi kama na huo kunakuwa nakabiliana na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa pesa ambao kufuatana naye inazuiliwa kutolewa nayo inspection kuu ikihusika na masuala ya uchumi IGF. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Ni kupitia taarifa zake Olombwe DJ Doctor kutoka Kalemi ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa nyote ambao mlitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Vile vile na shukuru jopo nzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu. Mimi ni Safari Almas ambaye nilikuletea uchambuzi wa habari siku ya leo. Nilisaidiwa mitamboni na Antoine Malash. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.